Familia ya marehemu Naomi Orest Marijani imekabidhiwa mabaki ya mwili wa binti yao aliyekuwa ameuawa kwa kuchomwa moto na mumewe miaka 6 iliyopita kwa ajili ya mazishi. Mabaki hayo yamekabidhiwa leo Machi 14, 2025 na kufanyiwa ibada maalum ya kuaga kama heshima za mwisho nyumbani kwao Mtoni Kijichi jijini Dar es Salaam. Akisoma wasifu wa marehemu, kaka yake Naomi alieleza jinsi ambavyo mtuhumiwa Hamisi Luongo alihangaika kujinasua kwenye kesi hiyo nzito ya mauaji. Amedai kuwa Hamisi alijaribu hata kutoa gari aina ya V8 kama rushwa kwa mchungaji wa Naomi ili atoe ushahidi wa uongo mahakamani, lakini mchungaji huyo alikataa. Pia mtuhumiwa alifanya njama za kumshawishi daktari aliyekuwa na jukumu la kumpima afya ya akili ili kutoa ripoti inayodai kuwa hakuwa timamu wakati wa kutekeleza mauaji hayo. Hata hivyo, daktari huyo alivamiwa siku chache kabla ya kutoa ushahidi wake, lakini alifanikiwa kulinda ripoti hiyo na kuisafirisha hadi Dar es Salaam kabla ya kuiwasilisha mahakamani kuthibitisha kuwa Hamisi alikuwa na akili timamu wakati wa mauaji. Baada ya miezi miwili ya uchunguzi bila mafanikio na familia kuanza kukata tamaa, mtuhumiwa alitetemeka na hatimaye kukiri ukweli wa tukio hilo. Hata hivyo, familia ya marehemu ilikumbana na changamoto katika kufanikisha haki. Walipojaribu kufungua jalada la uchunguzi katika kituo cha polisi Kigamboni, waliambiwa wamtafute mtuhumiwa wenyewe ndipo waje naye polisi. Hatimaye IGP Wambura aliyekuwa ZCO wa kipindi hicho alihimiza jalada hilo kufunguliwa katika kituo cha polisi Temeke badala ya Kigamboni. Ikumbukwe kuwa kesi ya Hamisi Luongo ilitikisa nchi mnamo Mei 15, 2019 kupitia kesi jinai namba 44/2023. Mfanyabiashara huyo wa Kigamboni alishtakiwa kwa kumuua mkewe Naomi Orest Marijani na kuchoma mwili wake kwa kutumia magunia mawili ya mkaa ndani ya banda la kuku. Baada ya uchunguzi, mabaki ya mwili wake yaligunduliwa yakiwa yamezikwa shambani kwake, huku migomba ikiwa imepandwa juu yake ili kuficha ushahidi. Kesi hiyo ilisikilizwa katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo upande wa mashtaka uliwakilishwa na wakili wa serikali mkuu Tumaini Kweka pamoja na wakili wa serikali Grace Madikenya. Mashahidi 14 walihusishwa kuthibitisha namna mauaji hayo yalivyotekelezwa kwa ukatili. Baada ya miaka 6 ya kusubiri hukumu, mnamo Februari 26, 2025, Hamisi alihukumiwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa. Wakati wote huo alikaa gerezani Segerea, mahali ambapo historia yake ilikutana na ile ya Boniface Jacob maarufu kama Boni Yai. Boniface Jacob aliyewahi kuwa meya wa Ubungo alikuwa amekamatwa kwa kuchapisha taarifa za uongo kuhusu mkuu wa upelelezi wa kanda maalum ya Dar es Salaam. Kesi yake ilisimamiwa na wakili Peter Kibatala na alikosa dhamana kwa muda kabla ya kuipata mnamo Oktoba 2024. Akiwa Segerea, Boniface alikutana na watu aina mbalimbali wakiwemo wauaji, waporaji na wasio na hatia waliokuwa wakisubiri haki. Miongoni mwao alikuwa Hamisi Luongo, mtu ambaye historia yake ya uhalifu ilivuta hisia za kila mtu aliyesikia. Ingawa maisha yao yalikuwa tofauti, mmoja akiwa mfungwa wa kisiasa na mwingine wa uhalifu, walishuhudia jinsi mfumo wa haki ulivyowaathiri kwa njia tofauti. Katika mazungumzo yao, Hamisi alimweleza Boniface jinsi alivyotekeleza mauaji hayo na kuwadanganya polisi, ndugu na Watanzania kwa ujumla ili kupoteza ushahidi, kama ilivyochapishwa katika ukurasa wa X, zamani Twitter, wa Boni Yai. Deus Mwea wa Coco TV Habari.